Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji katika mtandao wetu wa Omokenya TV na ndugu zetu wa Tanzania mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo, natumai umzima ubuheri wa afya na penye nipo kukwema. Karibu katika muendelezo na kufahamisha yale ambayo yanaendelea hasa katika taifa la Tanzania, kisha baadaye tutakuwa tunachanganua kabla tutamatishe hikana. Naomba tu uweze kunifuatilia kwa sababu hikana nileta chini ya dakika 10 ili tuangalie yale ambayo yametufikia katika meza yetu ya habari. Habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari ni mbaya tena zaidi ya ICC ambayo imeweza kutetemesha taifa la Tanzania na ikulu ya Samia Suluhu Hassan. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Rais wa chama cha mawakili nchini Tanzania, ukipenda TLS, Tanzania Law Society, Boniface Mwambukusi ameweza kutuma ujumbe mkali wa ICC katika taifa la Tanzania. Kabla nisome ujumbe huo, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hikana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hikanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Na ikiwa huyu ni mgeni hauja subscribe katika channel yetu ya Omokenya TV, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kubadilishwa na kuandikiwa subscribed. Kando yake kuna kengele. Bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Omokenya TV. Karibu ili niendelee kufahamisha yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania. Rais ambaye ni wakili, rais wa mawakili ama chama cha mawakili katika taifa la Tanzania ambaye anaitwa Boniface Mwambukusi ameweza kusema hivi: kabla ya mazungumzo, lazima waliopanga kufadhili na kuendesha mauaji ya raia wa Tanganyika na kuhusika mpangilio wa utekaji na upotezaji wa raia kabla, wakati na baada ya uchaguzi wakamatwe na kufikishwa mahakamani ama mahakama ya kimataifa kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu. Akaendelea kuchapisha na kusema ya kwamba kutafuta mazungumzo sasa kabla ya uwajibikaji ni kutukana ndugu zetu waliouawa bila hatia na kubariki udhalimu. Kila mmoja abebe msalaba wake kwanza na anajibishe kwa namna alivyoshiriki mauaji haya ya raia wasio na hatia. Hakuna kusafishana. Ni ujumbe ambao umeweza kutumwa na rais wa chama cha mawakili katika taifa la Tanzania, Mwambukusi. Kwa hivyo kile ambacho analenga kuzungumzia ama kutuma kwa uongozi wa taifa la Tanzania ni kwamba number 1, wahusika wote wa utekaji nyara katika taifa la Tanzania, wahusika wote wa mauaji yaliyoshuhudiwa baada, wakati na kabla ya uchaguzi kufanyika, wachukuliwe hatua kali za kisheria, lakini hatua hiyo ichukuliwe na mahakama ya jinai ICC ambayo inapatikana kule Netherlands. Namba 2, kulingana na yeye, anataka haki kutendeka kwa familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao katika taifa la Tanzania kwa sababu kulikuwa na maandamano tarehe ya uchaguzi siku ya Jumatano. Ilikuwa tarehe 29 mwezi wa 10 mwezi jana mwaka huu. Mauaji yaliweza kushuhudiwa. Sasa anataka haki na uwazi kutendeka kwa familia zile. Lakini na ripoti ile ambayo tuliweza kupokezwa kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kinaongozwa na Tundu Lissu ni kwamba zaidi ya watu 700 waliweza kuaga dunia ama kuangamia kufuatia maandamano. So kuna wazazi walipoteza watoto wao. Na Waswahili walisema ya kwamba uchungu wa mwana aujuaye sio mwingine ila tu ni mzazi. Kuna mzazi
alizaa mtoto wake ama alijifungua mtoto wake, akamlea, akaelewa vile ametumia hela, anafurahia anapomwona akiingia nyumbani, na sasa hayupo. Ukatili, unyama, mauaji yaliyoshuhudiwa kwa sababu ya uongozi ambao unapita, uongozi ambao huwezi kukaa milele. Walioanzisha nchi hizi kwa uongozi hawapo tena. Lakini kulingana na ripoti ile ambayo iliweza kutolewa na Amnesty International, wao waliweza kupokezwa habari kwamba watu 100 waliweza kuangamia. Lakini inadaiwa kwamba idadi huenda iwe zaidi ya maelfu. Kuna uchanganuzi tuliweza kufanya ambayo inaonyesha kwamba kuna ripoti zile ambazo tulikuwa tunazipokea kwamba miili ya wafu ilikuwa inatapakaa katika mitaa mbalimbali katika taifa la Tanzania. Ni kipi kinastahili kufanyika sasa hivi? Madai ya utekaji nyara yafikishwe mwisho katika taifa la Tanzania chini ya uongozi uliopo mamlakani sasa hivi. Wasio wa Tanzania waruhusiwe kuendesha biashara zao katika taifa la Tanzania, sio kuhamishwa. Namba 4, katiba ifuatwe, sheria ifuatwe, mahakama yawe na uhuru wao. Lakini unajua katika sheria na katiba katika Tanzania ni kwamba rais ndiye yuko na mamlaka ya kuwachagua majaji, jaji mkuu, majaji wa mahakama kuu, high court. Yeye ndiye akona uamuzi wa kumchagua ni nani, yuko na uamuzi atamfuta siku gani, saa ngapi na dakika zipi katika taifa la Tanzania. Kumaanisha kuna changamoto kidogo. Niliona mwenyekiti msaidizi wa chama cha Chadema, John Heche, inadaiwa kwamba aliweza kutiwa mbaroni kutoka kwa ama mke wake akishuhudia, akachukuliwa. Na sasa inasemekana ya kwamba ikiwa haya yote yataendelea, hali itakuwa sio hali, ila tu wanaomba uwazi kufanyika. Na nimeona mabadiliko makubwa yakiendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Tuzidi kuombea ndugu zetu na dada zetu wa Tanzania kwa sababu ya yale ambayo yameweza kufanyika kufikia sasa hivi. Watu hawana amani, hasa wale ambao waliweza kupoteza wenzao. Inauma wakati humuoni ndugu yako, dadako wakati mnakula kwa meza, ama mlikuwa mnawasiliana kwa simu, maybe anafanya kazi mahali fulani, na sasa ukipiga ile simu inakuambia mteja unayempigia hapatikani. Tuzidi kuombeana, tuzidi kuombea wale ambao wako uongozini, lakini uongozi hupita. Kile ambacho kinasalia ni Biblia takatifu na kile ambacho kiliandikwa kwa Biblia hiyo takatifu. Yote yanapita. Sisi ni binadamu, tunafika miaka fulani tunaondoka, watoto wetu wanachukua mamlaka. Kwa hivyo huwezi salia mamlakani milele. Hata ukiachwa uachiwe na dunia yote, uibebe kwa muongo, hautaiweza. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that at the moment we upload a video clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content also with our WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Be blessed by our supreme being who loves in heaven. Let's meet in the next video. Bye bye.